أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hakuna kitu kikubwa kama kumlaani shetani, asisogee akakaribia fikra zako wakati unapokaa ukazungumza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikifuatia na kumwomba Mwenyezi Mungu akusaidie kwa jina lake. Bismillah, ee Mungu wa rehema, rahim. Halafu kama alivyotuhimiza katika mambo yetu, tusiache kumsalia Mtume kuanza kwetu na kumaliza kwetu. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tumekusanya kila kinachotakiwa mwanzo kama mukaddima, introduction ya kwanza, kile tunachozungumza. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيب, أما بعد, jana tulipitia kidogo mbio mbio aya za 20 mpaka 22, ikiwa tunazungumzia qawlu min ayatihi. Aya hizi imeanza 20 mpaka 25, wa min ayatihi wa min ayatihi, katika jumla za ayati za Mwenyezi Mungu kuonesha kudra yake, uwezo wake, adhamatullah, utukufu wake. Tukasita katika aya 23, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un. Kaanza wa min ayatihi, akamalizia tena inna fi dhalika la ayat. Ni ayat, ishara basi kwa nani? Liqaumin yasmauna, kwa kaum, wale watu wenye kusikia. Na kusikia sio kusikia kesha, la, wakatafakar, wakazingatia, wakajifunza kutokana na funzo lenye kutaja aya hizi. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته منامكم بالليل والنهار. Haya mambo mawili yamekuja katika aya moja, ngaja hapa yamekuja kwa aya mbili. Kule tunasoma katika inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar, la ayat, pale kwenye ayat. Mwenyezi Mungu anakuzindua kama tulivyosema, kukuonesha zile ayat. Pengine unaweza kupita bila kutadabar, bila toka ukufikiria. Hebu niambie, watu wangapi hapa wanaweza kumaliza toka kuamka asubuhi mpaka kulala hajainua hata kichwa chake mara moja na kutizama maumbile yaliokuwa juu ya kichwa chake, au uongo? Wala hata ana habari. Sasa watu kama wale wataka kuzinduliwa na kufahamishwa, sio? Tazameni juu huko, tazameni namna gani. Ala, kweli wallahi. Kuna mambo mengine mpaka waambiwe, dhakir, sio? Fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Kumbusha, watu wanajua lakini hatakumbushwa. Dhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Kwa hivyo min ayatihi manamukum, na katika ishara zake za utukufu wa Mola, manamukum bil-layli wan-nahari, ni kulala kwenu usiku na mchana, wabtighaukum min fadlihi, na kutafuta kwenu fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Min ayatihi, inna fi dhalika la ayat, hakika katika haya la ayat, bila shaka ni nini? Ayat, ishara tosha. Kwa nani? Liqaumin yasma'un. Anatuzindua umuhimu hapa wa nini? Kulala kwetu na kuamka kwetu. Kulala kwetu siku na mchana, na kutafuta riziki. Na hizi aya kama kaleta kwa ufupi kuelezea aya chungu zima nyinginezo za kutaja usiku na mchana. Na kama tulivyosema leo, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan, na ndio alijalia usiku na mchana moja kuja baada mwenzie. Mchana unafuatia baada ya usiku, usiku unakuja baada ya mchana, mchana baada ya usiku, usiku baada ya mchana. Khilfatan liman arada nini? An yadhakkar, mwenye kutaka nini?
kukumbuka, kuzingatia, au arada shukura, au mwenye kutaka kushukuru. Jamani, usiku na mchana nimekuumbieni, nataka shukrani kutoka kwenu nyinyi binadamu. Si ndo maana yake? Atuzindua Mwenyezi Mungu, sio? Liman arada yadhakara la shukuru. Na katika aya Al-Imran za aya za mwisho ukurasa 75 katika msafu, inna fi khalqi samawati wal ardh, hakika katika kuumba mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kule kukhtilafiana kwa usiku na mchana. Ikhtilafiana na ikhtilafu yati khalfa, kuja nyuma yake baada yake, zote mbili zimechulwa maana wa ikhtilafi al-layli wan nahar, kuja hivi baadaye. Na bila shaka kuna ikhtilafu baina usiku na mchana, na pia kuna mmoja kufuatia nyuma yake, sio? Ipi ndio kuja mwanzo, mchana usiku? Huko yai. Ikhtilafu al-layli wan nahar, usiku mchana mwanzo au mchana. Sisi kwa desturi mchana wetu tunahesabu baada ya kisha magharibi, au sio? Ukishaona mwezi usiku خلاص ushakuwa nini, awal min Shaaban, awal min Ramadhan, awal min Shawwal, au sio? Kwa hivyo usiku na mchana moja inakuja baada ya mwezi, moja na ikhtilafu al-layl wa nahar, la ayat hizi ni ishara za kutosha liulil albab, uli ashab al-albab al-uqul, ashab al-uqul, watu wenye akili. Ina maana kwamba panahitajika kuzingatiwa kuja kwa usiku na mchana. Na hapo hapo akakupeleka katika masala, ingelikuwa si usiku na mchana kulala kwenu na kutafuta fadhila zake mchana, kutafuta riziki na nini, angelijalia hii moja kwa moja au hii moja kwa moja, usiku moja kwa moja, mchana moja kwa moja. Haya tunapitia katika sura kabla. Ukitazama sura kabla yake, sura Al-Qasas, ukienda katika aya 71 utaona kwamba anasema Mwenyezi Mungu, قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم، سمع موناجي in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada, ingelikuwa Mwenyezi Mungu amefanya usiku sarmada, umekukalieni moja kwa moja, hauondoki ila yaumul qiyama, mpaka siku ya kiyama. Man ilahun ghayru Allah, je, yuko ilaha mwingine ghairi Allah? Yatikum bidhiya, akakuleteni mwangaza. Afala yasma'un, hawasikia? Kusikia kwa mazingatio, sio kwa kusikia tu kisha bila aswati. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Je, mnaonaje kama Mwenyezi Mungu amekujalieni mchana mfululizo, umekukalieni jua baada ya jua, jua la mchana, jua la jioni, jua la asubuhi, jua mfululizo sarmada ila yaum al-qiyama, mpaka kiyama. Man ilahu ghayru Allah, yuko Mungu mwingine? Hili jambo la kubadilisha usiku mchana, mchana usiku, lazima ataka Mungu. Iko sanamu, iko ng'ombe, iko jua ndo Mungu wako, iko nani? Kila leo abudu yote anataka yeye katika viumbe, muulize hao wote wanaweza kufanya jambo hilo kuligeuza? Man ilahu ghayru Allah, Mungu gani ghairu Allah? Yatikum, atakuleteeni bilailin, usiku, taskununa fi, mpate sukunu, mpate utulivu, utulivu wa kiwiliwili, utulivu wa akili, utulivu wa kila kitu. Usiku na umuhimu wake katika kuweza kuishi katika siha nzuri. Mchana mfululizo, time zote tunafanya kazi, wewe tuseme bwana Mwenyezi Mungu ameamua siku tatu hakuna usiku. Astaghfirullah. Tunaweza sisi kukaa siku tatu bila kulala? Wengine hawezi kulala mpaka zimutaa kabisa kiza. Kisha ataamka mara 20 usiku. Au sio? Taib. Nataka kisa, utulivu muhimu. Mwili unahitajia kisa. Mwili ile jua lilonyonya, mwili ulionyonya katika mchana ule unamtosha. Unahitajia usiku. Kama ilivyokuwa miti, majani yatosha miale ya mchana kwa ajili ya nini?
kwa ajili ya kuhudumu mti ule kwa kutengeneza vyakula vyake, matunda yake na mchana ule miale ya jua ikichukuliwa na majani na rangi ya kijani iliyokuwa katika majani yake, chlorophyll na carbon dioxide tunayotoa sisi inavuta, inachukua na maji kutoka chini ya ardhi. Hivi vitu vikikusanyika pamoja, amalia process ya photosynthesis inatokezea, halafu huzalikana glucose, halafu na sukari nyinginezo, ikawa inalimbikika katika nyingine, katika mizizi na mihogo na mbatata na vitu kama hivi, vingine katika majani, makebeji na mboga, vingine katika fruti zote. Unaona, kutokana na jua mwangaza muhimu sana. Sasa jua lingelikuwa halije, hapa hamna miti bwana, miti haitakuwepo, tutaweza kukaa. Subhanallah, min ayati, yani kwamba Mwenyezi Mungu amejalia mchana na ungelikuwa moja kwa moja ile jua patawaka moto hapo, jua la kuendelea lisiloburudishwa miale ya jua iliyokuja mchana yote ikaja usiku, ukafanya ukapata cool ubaridi ule, nakwenda kwenye beach unapita cool breeze ile unaipata raha yake bwana. Usiku ule kuja na hikma kubwa Mwenyezi Mungu bwana ametuletea mambo kuzingatia. Ningejalia mchana mfululizo na hata kuleteni usiku, tena kukupa point moja tu, taskununa fi, mpate leo tulivu, kwa sababu ndio kuhusu wewe katika kiwili chako. Ama masala kwamba angeliondoa kabisa ikawa jua moja kwa moja, wewe unajua mwangaza ikawa unapiga pale pamoja, mwisho wake unafanya moto. Sisi tunachukua kioo, tunaweka na karatasi, tunachukua miale ya jua inapita katika kioo, alafu miale hiyo inapopita ina reflect, ikienda ikafika katika point maalum, haifoka katika focus yake. Ikiwa miale ile ukaweka na karatasi, na karatasi inaungua, au sio? Kwa sababu umeconcentrate zote miale ile iliyopita katika kioo kile, umekusanya katika pale pamoja, ndio focal length ya nini, ya masafa ya ambapo pale inapokutana miale yote, alafu tena ikatawanyika tena. Unaona karatasi inaungua. Kwa kutaji sigara, wakati mwingine utachio anaweka sigara yako mara hiyo na wakala. Sasa kibriti nifanye. Akili yake akikosa sigara tafuta chote cha kufanya. Taib, tunakuja hapa tunasema nini? Nani Allah ghairi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu? Nani ilah Mungu asiyekuwa Allah? Yatikum bilailin taskununa fi, mpate utulivu. Afala tubsirun, hamoni? Kwa hivyo ndo akasema wa min ayatihi, na katika aya zake ishara za utukufu wake, jaala lakumul layla wan nahara, usiku na mchana nini, litaskunu fihi, mpate utulivu, walitabtaghu min fadlihi, na mpate kupata fadhila zake. Na mara nyingi Qur'ani inapotaja fadhila zake, mara nyingi jambo la mwanzo lilokuwa muhimu zaidi utafuta riziki, na fadhila baada ya riziki mambo chungu zima. Lakini wewe ilikuwa muhimu kwako, watoto na njaa, tukajana hajala kitu, na katafuta riziki. Fadhila za Mwenyezi Mungu tumieni hilo, lakini fadhila za Mwenyezi Mungu katika kila kitu, kila neema unaipata hiyo fadhila ya Mwenyezi yake. Ndio kwa maana ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam nini, mnapoingia msikitini sema maghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik, unakuja kupata rehema za Mwenyezi Mungu na thawabu na ajili, ili nini, ikufikishe peponi. Ukitoka katafute riziki zenu, sema Allah maghfir li dhunubi, samiza waftah li abwaba nini, fadhlika, nifungulie milango ya fadhila zako. Ikiwa mbele, mstari wa mbele katika hizo fadhila, na kwa nini ndio riziki yenyewe unaenda kutafuta. Jipatia lao 10,000 ya kusaidia katika mambo yako. Taib, kwa hivyo kuleta usiku na mchana tunaona nini, litaskunu, au sio, mpate sukun fihi, ndani yake, walitabtaghu min fadlihi, na mpate kutafuta fadhila zake Mwenyezi Mungu, wala'allakum tashkurun, na baadaye mkamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo aya hizi katika sura al-Qasas kafupisha kwa aya hii moja mbio, min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu wa min ayati manamukum bil-layli wan-nahari, na katika aya zake kunini, kutuletea, kutuumbia mbingu na ardhi,
na ayat manamukum bilaili wa nahari, kulala kwenu usiku na mchana, wabtighaukum min fadlihi, na kutafuta fadhila zake na riziki. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasmaun, hizi bila shaka ni ishara kwa wale watu ambao ni wanaosikia wakazingatia wakaona umuhimu wa usiku na mchana, wakaweza kuamini na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Aya 24, wa min ayatihi yurikumul barqa